Uhali gani mtazamaji wa Inland TV popote pale ulipo, ni matumaini yangu ya kuwa hujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari. Tuangazie mkusanyiko wa taarifa mbalimbali tulizokuandalia kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wenzangu tulioshiriki kukuandalia taarifa hii, jina langu ni Samuel Chemu. Karibu. Awali ya yote tunaanza na muktasari wa taarifa zetu. Mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana amesema tume hiyo ina jukumu tofauti na tume ya rais. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Dr. Rino Nyensaho, amewataka wananchi wanaoishi katika maeneo ya mipakani kushiriki kikamilifu katika ulinzi wa mipaka ya nchi. Na kwa upande wa habari za michezo, burudani, sanaa na utamaduni, wananchi, wanamichezo na wadau mbalimbali wa maendeleo wamehamasishwa kujitokeza kwa wingi kushiriki mbio za hisani. Karibu sasa tuanze taarifa yetu na tunaanza na habari za kitaifa. Mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, jaji mstaafu wa mahakama ya rufani Shabani Ali amesema tume hiyo ina jukumu tofauti na tume ya rais iliyokuwa ikiongozwa na jaji mstaafu Othman Chande. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo, Jaji Lila amesema kuwa tume ya awali ilijikita katika kuchunguza matukio ya ghasia yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, ikiwemo kubaini aina ya vurugu, ghasia na uvunjifu wa amani uliojitokeza. Tofauti kati ya tume hii na tume ya Jaji Chande. Tume ya Mheshimiwa Jaji Chande ilikuwa ni tume ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani. Ilikuwa ni kutambua ni aina gani ya vurugu zilizotokea na ghasia na aina ya uvunjifu wa amani uliojitokeza. Haikwenda kwenye kuchunguza ni wakina nani walio panga, kuratibu, kufadhili na kufanya zile ghasia. Sisi tumepewa jukumu la kwenda kuangalia wahusika ni kina nani, waliopanga, walioratibu, waliofadhili, waliotekeleza. Halafu pia tuangalie masuala ya madhara, kwa maana watu wameumia, watu wamefariki kutokana na ghasia zile. Nani wahusika? Na kiasi cha nguvu kilichotumika kwenye kudhibiti zile ghasia. Thamani ya mtu hailinganishwi na kitu kingine chochote. Kwa hiyo wajibu wa tume hiyo maarufu kama tume ya Jaji Lila iliundwa na Rais Samia Suluhu Hassan na kuzinduliwa rasmi Agosti 7 mwaka huu, na ina jukumu la kuchunguza wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria katika matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Dr. Rino Nyensaho, amewataka wananchi wanaoishi katika maeneo ya mipakani kushiriki kikamilifu katika ulinzi wa mipaka ya nchi ili kudhibiti uhalifu unaoweza kujitokeza katika maeneo hayo, ikiwa ni sambamba na kutunza miundombinu inayojengwa na serikali katika maeneo hayo. Dr. Nyensaho ametoa kauli hiyo wakati akikagua maendeleo ya ujenzi wa mradi wa kituo cha pamoja cha biashara kati ya Tanzania na Burundi kilichopo Manyovu mkoani Kigoma. Tumekuja leo kwa ajili ya kuwatembelea, na hili ni agizo maalum la Mheshimiwa Rais kwamba tuje kwa ajili ya kuona huu mradi wa kimkakati wa One Stop Center
ambao serikali imetoa zaidi ya bilioni 47 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mradi huu unasaidia nchi, lakini pia unachochea utendaji kati ya nchi yetu na nchi jirani ambazo ziko kati yetu na majirani zetu. Lakini kikubwa zaidi ambacho nilipenda nikielezee ni manufaa ambayo, kwa nini serikali imeamua kutumia zaidi ya bilioni 47 kutengeneza kituo cha pamoja ambacho kinaleta ushirika. Cha kwanza, kwenye muktadha wa kurahisisha au kutengeneza uchumi wetu uweze kwenda kwa kasi, kituo hiki kinakuwa ni one stop center, kwa maana kwamba kinakuwa na taasisi mbalimbali, kwa maana taasisi za vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pia na taasisi zetu za kukusanya mapato kwa maana ya TRA. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kwamba wenzetu wa usafirishaji wakifika pale, na hata wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama including uhamiaji, wakifika pale wanaenda haraka katika kuhudumiwa. Kwa hiyo katika kuhudumiwa kwa haraka inaleta sasa mapato kwenye nchi yetu, lakini pia inatusaidia kwenye ulinzi na usalama. Manake ile kuvuka kiholela inakuwa sasa inadhibitiwa, lakini inarahisishwa kwamba kwa sababu ya ujirani, anayekuja tunamjua na wakwetu anayekwenda pia tunamjua. Kwa hiyo kwa ujumla wake hii inachochea kwenye uchumi, lakini pia na eneo husika linaweza kupata maendeleo ambayo ndiyo dira ya mkuu wetu wa nchi. Hapa tulipo ni eneo la meeting. Hili eneo lina uwezo wa kuaccommodate watu 180, lakini hili jengo lina eneo la wenzetu wa usalama. Polisi iko chini kabisa upande huu, lakini pia ita comprise vitu vingi. Mojawapo ni watu wa madawa, kuna watu wa chakula, lakini kuna zimamoto, jeshi la zimamoto na taasisi nyingine mbalimbali zipatazo 17 kwenda mpaka 19. Ni jengo ambalo lita comprise vitu vyote kwa wakati mmoja. Jengo hili limecomprise pia ujenzi wa barabara zenye urefu wa kilomita 4. Kama ambavyo unaziona upande huku, kuna barabara zipatazo 4. Barabara ya kwanza ni ya chini kabisa, hiyo ambayo inaonekana. Hiyo ni barabara ambayo itakuwa inapita mabasi. Waziri wa nchi katika ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Deusi Sangu amewahimiza Wakristo kuwa waaminifu katika kumtolea Mungu, akisisitiza umuhimu wa kutoa sadaka inayomgusa Mungu kwa moyo wa shukurani na imani. Sangu amesema hayo katika ibada ya Jumapili iliyofanyika katika kanisa la AICT Nyanza iliyoko Diocese ya Geita, ibada iliyoenda sambamba na maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya kanisa hilo pamoja na harambee ya kuchangia ujenzi wa kanisa jipya. Amesema waumini wanapaswa kutambua kuwa kila walichonacho ni mali ya Mungu, hivyo wanapotoa sadaka wanapaswa kufanya kwa moyo wa upendo na kujitoa, kwa kuwa utoaji ni sehemu ya ibada na kumtumikia Mungu. Tunapomjengea Mungu nyumba yake, tunajenga mahala patakatifu. Maana yake yeye atakuwa pamoja nasi. Lakini niwakumbushe pia, ukisoma kitabu cha Nehemia sura ya 2 mstari wa 18, nikamwambia jinsi mkono wa Mungu wangu ulivyo mwema juu yangu, wakasema na tuondoke tukajenge. Basi wakatia mikono yao nguvu kwa kazi iliyo njema. Na hapa ningepata muda ningewaeleza hii habari ya nabii Nehemia. Lakini anatuambia nini? Kwamba katika kujenga nyumba ya Mungu tunahitaji umoja na mshikamano ili kuweza kufanikisha ujenzi wa kanisa letu. Sasa mimi nina salamu kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, na ninamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Amekuwa mtu mwema na mnyenyekevu. Amekuwa akipata mialiko sehemu mbalimbali, na mara nyingi nimebahatika kuwa mwakilishi wake. Mimi naendelea kujifunza kwake unyenyekevu na upendo. Na hata juzi
Mimi nilikuwa niko kwenye ratiba zangu pale, na akaniambia, unakumbuka natakuka niwakilishe huko Geita. Sio tu kulipokea hilo jambo na kulikumbuka wakati wote. Tumpigie makofi Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu. Niwapongeze kwa michango na jitihada ambazo mmefikia. Nilikuwa naangalia namna ya hii breakdown ya bajeti yenu ya ujenzi. Imegawanyika katika sehemu, awamu mbalimbali. Kuna awamu mpaka awamu ya 6. Kanisa jipya linalotarajiwa kujengwa litakuwa na kituo cha kitega uchumi, ofisi za viongozi wa kanisa, kumbi za mikutano pamoja na maeneo ya faragha, hatua inayolenga kuongeza uwezo wa kanisa katika huduma na shughuli zake za maendeleo. Katika kuunga mkono harambee hiyo, Sangu ametoa mchango wa shilingi milioni 5, huku akitangaza pia mchango wa shilingi milioni 25 kutoka kwa Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Lameck Nchemba, ambaye amemwakilisha katika ibada hiyo. Aidha, Sangu amewataka waumini na wadau wengine kuendelea kuchangia na kushirikiana katika kufanikisha ujenzi wa kanisa hilo, akisisitiza kuwa kazi ya Mungu inahitaji mshikamano, moyo wa kujitoa na uwajibikaji wa kila mmoja. Maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya AICT Nyanza Pastoreti yamekuwa pia sehemu ya kumshukuru Mungu kwa safari ya kanisa hilo, pamoja na kuweka misingi ya mipango mipya ya kulikuza kanisa na kuimarisha huduma kwa waumini na jamii kwa ujumla. Mtazamaji, kwa hivi sasa tuelekee kule nchini Burundi, ambapo katibu mkuu wa chama tawala cha CNDD-FDD nchini Burundi, Reverien Ndikurio, amesema uchunguzi umeanza kufanyika kufuatia mfululizo wa matukio ya moto yanayoteketeza masoko na baadhi ya maduka ya wafanyabiashara nchini humo. Amesema uchunguzi huo unalenga kubaini chanzo cha moto na hatua zinazoweza kuchukuliwa ili kuzuia matukio kama hayo kujirudia. Kutoka nchini Burundi, mwanahabari wetu Bukuru Elias anaripoti zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Burunga, kusini mwa Burundi, Ndikurio amesema mamlaka zimeanza kuchunguza chanzo cha moto huo, huku matukio kama hayo yakiendelea kusababisha hasara kwa wafanyabiashara. Amesema uchunguzi huu unalenga kubaini chanzo cha moto na hatua zinazoweza kuchukuliwa ili kuzuia matukio kama hayo kujirudia. Ejo umuriro w'Ubujumbura wadutse hagati ya saa 12:30 na saa 1 umengo. Moto mjini Bujumbura uliripotiwa kwanza kuwaka kati ya saa 12:30 za asubuhi hadi saa 1, na walituambia kuwa ndipo ambapo walipokuwa wameanza kufungua, na mtu mmoja ndiye ambaye alikuwa ameingia katika duka lake la kufanyia kazi. Tuliulizia kuhusu ngozi chanzo chake, maana kwenye duka hilo hakuna umeme uliokuwemo, na Chibitoki tuliulizia kuhusu chanzo chake, walituambia, na Jabe mjini Bujumbura hawajatuambia hadi kufikia sasa chanzo chake na maeneo mengine. Tunapaswa kwenda polepole, maana uharibifu kama huo uweze kufanya vitu kwa uharaka na kubaini chanzo chake. Ni shughuli ndefu na hakuna mtu ambaye anaweza kulala na madumu ya maji dukani kwake moto ukitokea uzime. Acha tufuatilie polepole, tutabaini ukweli wake. Ni gikorwa kirekire uravye nyene bigenda. Nta muntu yosiga yugura ibutike yiwe ngumwe wese naje kuraba ngo ni yabona umwotsi ngo adyamana amacupa y'amazi n'idumu ngo acazimya. Oya, reka tubihe umwanya dukurikirane, burya turotera dutore ivyo ari byo. Inaripotiwa kwa moto huo ulianza majira ya saa 12:30 asubuhi katika jengo la Ndaizamba lilopo katikati ya jiji, kabla ya kuenea kwenye jengo lingine la Rue Parisien. Moto ulienea kwa kasi kubwa, jambo lilofanya juhudi za kuzima moto kwa ngumu sana. Vikosi vya dharura vikisaidiwa na vyombo vya ulinzi na usalama vilipelekwa eneo la tukio ili kudhibiti moto huo na kuzuia usienee kwenye maeneo mengine. Majengo yaliyokuwa hatarini yalikuwa ni pamoja na yale yanayotumiwa na mapadri,
wa shirika la Dominikani na shirika la umeme la Regideso. Makamu wa rais wa Burundi Prosper Bazombanza, ambaye alitembelea eneo la tukio akiwa na maafisa kadhaa wa serikali, alielezea uwezekano kwa pasi ya moto inayotumia mkaa huenda ndio iliyosababisha moto huo, ingawa alibainisha kuwa kwa sasa kuna ushahidi unaoashiria kwa moto huo uliwashwa kwa makusudi. Tukio hilo limeibua upya mjadala kuhusu hali ya usalama katika maeneo ya biashara mjini Bujumbura, ambapo mwezi Julai mwaka jana mkuu wa mkoa wa Bujumbura alikuwa tayari ametoa tahadhari kuhusu changamoto zinazokabili magari ya zimamoto kufikia masoko na majengo fulani ya biashara. Moto huo katika majengo ya Ndayizaba na Ruparizie umetokea wakati ambapo kumekuwa na matukio kadhaa ya moto yaliyoathiri maeneo ya biashara nchini Burundi hivi karibuni. Tukio hilo limeibua upya hofu kuhusu masuala ya kuzuia moto, uwezo wa kufikia masoko wakati wa dharura na ulinzi wa wafanya biashara na biashara zao. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Saidi Mtanda amewataka wadau wa mkakati wa kudhibiti na kusaidia waraibu wa dawa za kulevya mkoani humo kuwajibika ili kumaliza tatizo hilo moja kwa moja badala ya kuwalea kama wateja wa kudumu. Mwanahabari wetu Maltrida Baltazari ana undani wa taarifa zaidi. Ametoa agizo hilo leo tarehe 24 Agosti 2026 wakati wa kikao chake cha kazi na wataaluma kutoka idara ya udhibiti afya, maendeleo ya jamii na wamiliki wa vituo vya wahudumia waraibu kilichoketi katika ukumbi wa ofisi ya mkoa. Amesema haipendezi kuona waathirika hao wakiishi kama wagonjwa wa kudumu kwa kupewa dawa za mara kwa mara, badala yake wahakikisha wanawasaidia kuachana na matumizi ya madawa ya kulevya moja kwa moja na kuondokana na tabia hiyo kwenye jamii nzima. Amewataka viongozi wa mitaa na vijiji kushirikiana na maafisa wa maendeleo ya jamii kuleta mabadiliko kwenye maeneo yao kwa kusaidia kuondoa vijana wenye vijiwe vya uraibu bila kusubiri viongozi wa wilaya kufanya hivyo. Kamishna msaidizi wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya Ziwa, Hosea Elias, amesema pamoja na majukumu mengine, wanalo jukumu la kutoa elimu ya kuwasaidia watu ambao hawajaingia na walioingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya ili wajue madhara na kuacha. Ameongeza kuwa yapo mafanikio kupitia elimu wanayotoa kwa kushirikiana na kituo cha hospitali ya rufaa ya mkoa wa Seketule hadi kusaidia waathirika 217 kupona kabisa na kufanikisha kuwapata waathirika 234 wanaopata matibabu katika kituo hicho bila kusitisha kwa sasa. Nikiripoti habari kitaifa. Wananchi, wanamichezo na wadau mbalimbali wa maendeleo wamehamasishwa kujitokeza kwa wingi kushiriki mbio za hisani za mtoto na malezi zinazolenga kuhamasisha jamii kuhusu muhimu wa malezi chanya, kupinga ukatili dhidi ya watoto na kulinda maadili katika jamii. Taarifa zaidi tuungane na mwanahabari wetu Maltrida Baltazari. Mbio hizo zinatarajiwa kufanyika Septemba 5, 2026 jijini Mwanza, zikiwa sehemu ya kampeni ya kuongeza uelewa wa jamii kuhusu wajibu wa pamoja katika kuhakikisha watoto wanakuwa katika mazingira salama yenye upendo na ulinzi. Akizungumza kuhusu maandalizi ya mbio hizo, meneja mwandamizi wa program kutoka Compassion International Tanzania, Bimeli Kasanga, ambaye ni miongoni mwa waratibu wa mbio hizo, amesema tukio hilo ni fursa muhimu ya kuwakutanisha wananchi katika kuhamasisha malezi bora na kuzuia vitendo vya ukatili dhidi ya watoto. Mtoto ni Malezi Fun Run ambayo itafanyika mwaka huu wa 2026
ambayo ni sehemu ya kampeni kubwa ya Mtoto ni Malezi inayolenga kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa malezi chanya hapa nchini. Mtoto ni Malezi ni kampeni pana inayohamasisha wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuhusu umuhimu wa malezi chanya na wajibu wa kila mmoja katika kuhakikisha tunatengeneza mazingira salama ya kuwalinda watoto, kuhakikisha kwamba wanalelewa katika upendo, ulinzi na maadili. Kampeni hii inalenga kufanya swala la malezi kuwa mjadala endelevu katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na inahamasisha kila mmoja kuchukua hatua, nikiwemo mimi na wewe pia, katika kuboresha mazingira ambayo watoto wanalelewa hapa nchini. Mtoto ni Malezi Fun Run ambayo itafanyika mwaka huu mwezi wa 9 ni mbio na matembezi ya hisani yanayolenga kuhamasisha Watanzania kutambua kuwa malezi bora ni msingi wa ustawi wa kila mtoto, familia na taifa kwa ujumla. Kupitia tukio hili, sisi wadau tunahamasisha jamii kushiriki kikamilifu katika kujenga mazingira salama yenye upendo, maadili na ulinzi kwa watoto wote. Takwimu zinaonyesha kwa mwaka wa 2025 peke yake, jumla ya matukio 10,290 ya ukatili dhidi ya watoto yaliripotiwa nchini. Kwa upande wake, Katibu Mkuu wa Riadha mkoa wa Mwanza, Malima Kurijila, amewahimiza wanamichezo na wananchi kujitokeza kushiriki mbio hizo, akieleza kuwa michezo inaweza kutumika kama jukwaa la kuunganisha jamii na kuibua mijadala kuhusu masuala muhimu yanayohusu jamii. Tukio la kwanza itakuwa ni michezo ya mbio za uwanjani ambapo mita 100, mita 200, mita 400, mita 1500, kuruka chini na michezo ya relay. Watoto watashiriki kwa kiwango kikubwa kama sehemu ya kupaza sauti na kampeni kubwa kwa ajili ya maendeleo ya taifa linalokuwa. Lakini pamoja na mbio za uwanjani, tutakuwa na mbio za barabarani ambapo tutakuwa na kilomita 2, kilomita 5 na kilomita 10. Sasa hii imekuja kwa namna ya pekee sana. Ni bure kabisa. Hakuna gharama yoyote. Kila mtu anaalikwa kujiandikisha ili aweze kushiriki katika kampeni hii. Tunachokifanya mwanzoni mwa mwezi wa 9 na mwishoni mwa mwezi huu wa 8 kutafuta fedha kwa ajili ya malezi chanya ya huyu mtoto, ningemuhamasisha kama wenzangu walivyohamasisha kujitokeza, sisi tulio vijana na sisi tulio wazazi, wazee, lakini pia vile vile hata watoto wetu na wao pia vile vile kushiriki kikamilifu. Mbio hizo zitahusisha kilomita 2, kilomita 5 na kilomita 10, huku washiriki wakipata fursa ya kushiriki katika tukio lenye ujumbe mpana wa kijamii unaohusu ustawi na ulinzi wa mtoto. Kabla ya mbio hizo Septemba 4, 2026, kutafanyika mkutano Kabla ya kuhitimisha kwa taarifa yetu ya habari, kwanza tuangalie muktasari wake. Mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana amesema tume hiyo ina jukumu tofauti na tume ya rais.
Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Dr. Rino Nyensaho, amewataka wananchi wanaoishi katika maeneo ya mipakani kushiriki kikamilifu katika ulinzi wa mipaka ya nchi. Na kwa upande wa habari za michezo, burudani, sanaa na utamaduni, wananchi, wanamichezo na wadau mbalimbali wa maendeleo wamehamasishwa kujitokeza kwa wingi kushiriki mbio za hisani. Mtazamaji, kufikia hapa tunafikia mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia taarifa hii, jina langu ni Samuel Chemu, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea.